Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah tunaendelea na kisa chetu cha Nabii Nuhu kupitia kitabu kinachoitwa Qasasun Nabiyyin juzuu ya pili. Leo tutaendelea sehemu ambayo inasema Ibnu Nuhi, mtoto wa Nuhu. Kwa yule mwenye kitabu atafunua kurasa namba 27. Tutazungumzia masala ya mtoto wa Nuhu. Tuliona Nuhu aliamrishwa aingie na watu katika jahazi, wale ambao walikuwa wakimwamini. Sasa mtoto wa Nuhu walikuwa yeye aamini kile kitu ambacho baba yake anakizungumza kwa watu kuhusiana na masala ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo naye alikuwa miongoni mwa watu wenye kupinga. Yani kwa maana baba alikuwa ni mwenye kufikisha ujumbe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Katumwa na Mwenyezi Mungu, lakini mtoto yeye hakukubali kile ambacho baba yake amekuja nacho. Sasa mtoto wa Nuhu alikuwa ni miongoni mwa watu ambao si wenye kuamini kile ambacho Nuhu anazungumza. Na hata tukiangalia katika sura Tahrim, Allah pale aliposema wadaraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Hata mke wake naye Nuhu ilikuwa hivyo hivyo. Si mwenye kuamini, lakini pia mke wa Lut ilikuwa ni hivyo hivyo. Kuwezekana ikawa mume ameamini masala ya Mungu, mke hakuamini masala ya Mungu. Inaweza ikatokea hivyo, au wazazi wameamini masala ya Mungu, mtoto hakuamini masala ya Mungu. Wazazi wanamjua Mwenyezi Mungu, mtoto hataki kumjua Mwenyezi Mungu. Ni mara chache sana kukuta familia yote imekaa katika mustakbali mmoja, kwamba baba anamjua Allah, mke anamjua Allah, watoto pia. Na ukikuta familia kama hiyo ni kusema alhamdulillah. Wengi nakuwa ni tofauti tofauti. Mzazi unataka mtoto aende katika njia hii, mtoto hataki kwenda katika njia hii. Mume anataka mke awe katika njia hii, mke hataki kuwa katika njia hii. Inakuwa ni kama hivyo. Kikubwa kuomba dua. Sasa Nuhu mtoto wake alikuwa katika watu ambao wamekufuru. Sasa tunamzungumzia mtoto wake ilikuwaje sasa, na watu washapanda tayari kwenye safina. Wakana li Nuhi ibnu, na alikuwa Nuhu ana mtoto, kana ma'al kafirin, alikuwa miongoni mwa watu waliokufuru. Hakutaka kufuata yale ambayo baba yake anazungumza. Wara Nuhu ibnahu, na akamuona Nuhu mtoto wake fi tufani, katika tufani. Katika tufani, yale maji sasa. Nuhu anamuona mwanawe yupo katika ile gharika, watu washapanda jahazi. Faqala, akasema Nuhu, ya bunayya, ewe mtoto wangu, irkab maana, panda pamoja nasi, wala takum ma'al kafirin, wala usiwe miongoni mwa waliokufuru. Nuhu anamuita mwanawe, njoo upande. Hii ndio tunaita damu nzito. Kwa maana mtoto wako hata kama akikukosea vipi, lakini kuna muda ule ile nafasi ya uzazi ile, yani kwa maana wewe ni kama mzazi, ule moyo wa mzazi. Utakuta mtu anampiga mwanae, lakini kuna muda anamhurumia kama mzazi. Mtoto kweli anaweza akakukera, lakini kuna ile damu nzito ile. Kwa hiyo Nuhu sasa, pamoja huyo mtoto alikuwa hataki yale ambayo Nuhu amekuja nayo, mambo ya Mwenyezi Mungu, dini ya Mwenyezi Mungu hataki. Anaabudia anachokitaka yeye. Lakini Nuhu kama mzazi kidogo alikuwa na huruma. Ya bunayya irkab ma'ana, mwanangu, irkab ma'ana, panda pamoja nasi, panda kwenye jahazi, wala takum ma'al kafirin, wala usiwe miongoni mwa watu waliokufuru, njoo fanya toba, Allah huenda akakusamee. Qala, akasema yule mtoto alijibu nini? Saawi ila jabali, nitakimbilia katika jabali, nitakimbilia katika mlima. Yaasimuni, hilo jabali tanihifadhi mimi minal mai, kutokana na maji. Wewe baba usijali, nyinyi nendeni tu, mimi sitaki hiyo dini ulikuja nayo, sitaki. Kwa hiyo nyinyi nendeni zenu bwana, mtajijua wenyewe, mimi maji yakizidi nitapanda kwenye jabali. Mtoto wa Nuhu anajibu hivi. Na hapa tunapata mazingatio wazazi. Inawezekana mtoto kawa anamfundisha mambo ya kheri, yeye mtoto akawa anakataa.
Unaweza kana mtoto kanafundisha mambo ya khair, nenda madrasa, fanya ibada. Wazazi wengi ndo hupenda hivyo, mtoto awe katika mstari uliokuwa umenyooka. Kisa unakuta muda mwingine mtoto anakataa. Yawezekana ukamwambia kuna hili na hili na hili, njia nzuri, fanya hivi, kuwa hivi, na mwingine akakujibu kabisa. Mwingine akakujibu kabisa dhahiri, sitaki, achana na mimi mzee. Inakuwa ni kama hivyo. Sasa huwa mzazi anaumia. Vijana tuangalie, tunapopewa katika maelekezo na wazazi katika njia iliyokuwa sahihi, basi tujaribu kuitikia na kufanyia kazi. Sio kwamba kwa sababu umetumia ulichokitumia basi unajibu tu, hujui kwamba huyu ni mama, huyu ni baba. Haitakiwi vijana. Kwa hiyo hapa tunapata mafunzo makubwa sana. Mtoto wa Nuhu anamjibu jeuri baba yake. Haitakiwi kijana kujibu jeuri. Mzazi anapokuambia huko unapokwenda siko, basi pambana, rudi sana katika mstari ambao mzazi anataka. Labda mzazi akupeleke sehemu ambayo kinyume na Mwenyezi Mungu, hapo ndo unaweza kusema mzazi, mbona huko unapokwenda? Kwa sababu muda mwingine unaweza kawa pia unamfuata mzazi na kumbe anakupelekesha kwenye njia ambazo wapo ambao wanairishisha watoto wa uchawi. Wapo watu kwa maana mtu anamtengenezea mazingira mwanae, mwisho wa siku anamrithisha uchawi. Sasa hiyo haitaki. Ukiona kwenye njia kama hizo, basi unamkwepa kiakili, lakini usimletee jeuri. Lakini mzazi anapokuamrisha kwenye mambo ya kheri, kwenda madrasa, kuisoma dini, kuswali, ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Qala, kwa hiyo mtoto akasema, saawi ila jabali, nitakimbilia katika jabali, yasimuni minal mai, litanilinda hilo jabali au litanihifadhi mimi kutokana na maji. Qala, akasema Nuhu, akuchoka Nuhu, la asima al-yawm, kwa maana hakuna atakahifadhika leo, min amri llahi, kutokana na amri ya Mwenyezi Mungu, illa man rahima, isipokuwa yule ambaye amemrehemu. Hakuna leo atakayesalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu isipokuwa tu yule ambaye Mwenyezi Mungu amemrehemu, amemtakia rehema. Kwa hiyo njoo upande leo, hakuna atakayenusurika. Wahala bainahuma almauj, basi ikazuia baina yao mawimbi. Wimbi likaja sasa likazuia, fakana minal mughraqin, basi akawa yule mtoto miongoni mwa watu waliogharikika au waliogharikishwa, kwa maana waliozama. Sasa akazama na yeye kwenye maji. Mtoto alikuwa mbishi, ndio ile wanasemaga mtoto akililia wembe mwache umkate. Ndio hivyo, mzazi anaweza kukuambia kitu ukaona unapinga, mwisho mzazi anakaa pembeni na kuangalia tu. Kesho na kesho kutwa alimkukuta balaa, unarudi sasa kwa mzazi. Kwa hiyo tusikilize sana wazazi, kwa sababu hakuna mzazi ambaye anapenda mtoto wake apotee. Maneno ya mzazi ni dhahabu. Hayawezi wewe akakupeleka kwenye mstari ambao sio. Kwa hiyo mtoto akajikuta ameangamia. Wahazana Nuhu kama mzazi akahuzunika. Mtoto wako ni mtoto wako. Hivi just imagine unatoka nje unaambia mwanao kaiba sehemu fulani, anapigwa pale. Ni kweli kitendo cha kuiba si kizuri, si adabu. Lakini mzazi kama mzazi utakuwa unaumia. Kwa upande mwingine utakuwa unaumia kwa sababu ni mtoto wako. Na ulishakaa naye sana chini, labda ukamwambia achana hizo habari na nini. Lakini ukimkuta anapigwa, uwezi ukasema bora. Lazima mzazi kama mzazi utakuwa unaumia. Kwa Nuhu naye akawa anaumia, japokuwa hana cha kufanya, atafanyaje? Wahazana Nuhu, na akahuzunika Nuhu ala ibnihi, juu ya mtoto wake. Wa kaifa la yahzan, na kwa nini asihuzunike Nuhu? Wa huwa ibnuhu, na aliyakuwa yule ni mtoto wake. Lazima huzunike kwa sababu ni mtoto wake. Kwa hiyo watoto mnapofanya vitu ambavyo kuwahuzunisha wazazi, wazazi wanaumia zaidi katika mioyo. Wazazi wanaumia zaidi katika moyo. Na hapa Nuhu ni mzazi wa kiume. Sasa mzazi wa kiume ana roho ngumu ndio, lakini mzazi ni mzazi. Inaumiza. Na haswa mama ndo huwa anaumia zaidi akikumbuka mengi. Kwa hiyo vijana, piteni katika mstari ambao wazazi wenu wanapitisha. Wa arada, na akataka anyanjua amuokoe ibnuhu mtoto wake. Wa arada, na akataka Nuhu anyanjua ibnuhu amuokoe mtoto wake minan nari, kutokana na nini? Na moto, yaumul qiyamah, siku ya kiyama. Nuhu aliangalia mbali sana. Alitaka amuokoe mtoto wake kutokana na moto wa siku ya kiyama. Idlam, ikiwa yanjua atamuokoa minal mai, kutokana na maji, amsi jana. Yaani anamaanisha kwamba kama jana aliweza kumpambania akamuokoa kutokana na gharika ya maji, basi hata kesho siku ya kiyama maana yake atakuwa nini? Katika mikono salama.
Kwa hiyo alikuwa anaamini kabisa akipanda ile jahazi tayari ameokoka na yale maji, lakini atakuwa miongoni mwa watu walioamini siku ya kiyama ataingia peponi. Kwa hiyo mzazi anapokuambia pita hivi, hakuangalizii tu hapa duniani, bali anakuangalizia na kesho akhera, kwamba njia utakayopita ukienda madrasa, ukirudi ukasoma dini, ukiswali, ukifanya ibada, ukifanya hivi matendo yakawa mazuri na nini, basi ukawa unasikiza darasa, ukawa unasikiza hivi, kwa maana kuna njia fulani hapa duniani utafaidika, lakini pia kesho akhera utafanyaje? Utafaidika. Kwa hiyo wazazi wanapopiga hesabu zao za kutulea katika mstari ulionyooka, maana yake wanatupigia hesabu pia kufanikiwa kesho akhera, kwa sababu hizi njia ambazo tutakazopita si sahihi, basi wazazi wanajua kabisa utakosa duniani na utakosa kesho akhera. Mwenyezi Mungu atulinde na hilo. Inna nara, anasema hakika ya moto ashaddu min alma'i, ni mkali zaidi kushinda maji. Kesho kuna moto siku ya kiyama. Sasa moto na haya maji, maana yake moto ni mkali zaidi. Kama hii adhabu ya maji imemwadhibu, sasa kesho atakutana na moto, moto ndo mkali zaidi. Anasema wa inna adhaba al-akhirah, na hakika adhabu ya akhira ashaqu, ni ngumu zaidi. Adhabu ya akhira ni ngumu, inaumiza. Ama wa'adahu Allahu, ama ahadi ya Mwenyezi Mungu, annahu, kwamba yeye yunji ahlahu, atawaokoa watu wake. Bala, ndio kwamba Mwenyezi Mungu atawaokoa watu wa Nuhu. Kwa maana Nuhu akawa analingania mwanawe naye aingie kwenye jahazi aweze kuokoka. Inna wa'dallahi haqqu, hakika ya ahadi ya Mwenyezi Mungu ni haki. Allah kiahidi haongopi, lazima jambo litakuwa. Fa arada, na akataka, an yashfa, amwombe libnihi, mtoto wake, inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu. Pamoja mtoto ameangamia, lakini Nuhu alitaka amwombe mtoto wake mbele ya Mwenyezi Mungu, bado hakuchoka. Ndio unakuta yule mtoto amefanya kosa, mpelekwa sehemu husika, basi mzazi nakaa nafikiria nimwache kule, hapana, ngoja tu nikamuombe msamaha. Unakuta anatoa hiki, anauza hiki. Muda mwingine wazazi wanafilisika kwa ajili ya kukupambania wewe kijana. Zekana umeenda umemwaga mandazi ya watu nyumbani, haya mwenzangu na mimi kuna kitu. Mama ya ile yake aliyoificha kwa ajili ya dharura, basi unakuta anaitoa anaenda kumlipa mama mwenye mandazi. Kwa hiyo vijana tuangalie sana, hususan vijana. Vijana tuangalie sana hizi njia tunazopita, magrupu tunayoungana nao, angalia watu wa kuishi nao, angalia marafiki wa kufungamana nao, kwa sababu utakapoingia kaburini utabaki wewe na matendo yako, na kesho akhera utasimama wewe na matendo yako. Usifanye vitu kwa kuiga. Fanya vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wanaviridhia. Kaa chini, fikiria, kweli kuna kuna hivi, lakini kaa chini, fikiria. Na haswa ukijiona uelewi, rudi kwa mzazi, omba ushauri. Hakuna mzazi ambaye atampoteza mwanae katika ushauri. Lazima atakushauri vitu vizuri, aidha mambo ya masomo, uelewi, shule madrasa na hivi, kaa na mzazi chini. Aidha masuala sijui nani katokea, sijui kataka kutukuposa, sijui na kwa wale mabinti, kaa chini na mzazi, fikiri. Au kijana unataka sehemu kaposa, ni kaa na mzazi chini, fikiri vizuri. Sawa, mambo ya kazi, ajira na nini, kaa na mzazi chini, atakuambia ufanye nini. Mambo ya masomo, kasome nini, ufanye nini, kaa na mzazi chini, na hata kama kishindwa yeye atakutafutia watu watakushauri. Kwa hiyo ala kule hali tujitahidi kuwaheshimu sana wazazi. Wazazi wanapata shida sana, hawazisemi tu, lakini wanapata shida sana kwa ajili ya kupambania mtoto. Wazazi wanapata shida sana kwa ajili ya kuwapambania watoto wao. Kuna muda mwingine anakopa. Kuna wazazi wanafariki wameacha madeni mengi, madukani wanadaiwa. Misha kuona hiyo, kuna mzee amefariki, anadaiwa, lakini ustaarabu aliotumia yule mwenye duka akasema madeni yote ya yule mzee mimi nimemsamehe, kwa sababu alikuwa ni mzee ambaye akipata muda mwingine anaenda analipa, lakini sasa akawa muda mwingine mambo magumu anaenda anakopa. Sasa umauti umemkuta katika kale hakuwa kakopa hiki vitu vyetu vya kawaida, kopa chumvi, kakopa hiki, mradi watoto wafanyaje, wapate riziki. Sasa mtoto baba anakupambania kama hivyo, wewe leo unakula riziki ya mzee, alafu tena unatoka unaenda unamtukana mzee, unatoka unaenda kufanya mambo ya ajabu mtaani. Haitakiwi. Unaposhiba kwa ajili ya jasho la wazazi, basi unapotoka basi uwe kigizo chema, ili mradi nawe kesho uje kurudisha fadhila za wazazi, kwa sababu wazazi leo wanakulea wewe, kesho inabidi walee. Hakuna ambaye atabaki kijana, atabaki mtoto. Umri unaenda, mwisho wa siku wazazi watakuwa wazee, wewe ndio utakuwa kijana wa kuwalea. Kwa hiyo tulizingatia hilo vijana. Sasa tukija tutaendelea
Nuhu sasa anawasilisha maombi yake. Nuhu anawasilisha maombi yake kwa Mwenyezi Mungu. Je, Mwenyezi Mungu alimjibu nini? Usikose hii nafasi inayofuata, kwamba Nuhu alimuomba sasa Mwenyezi Mungu, bwana, mwanangu huyu sasa Allah alimjibu nini Nuhu? Ndio sehemu yetu inayofuata. Kwa inshallah baki na mimi tujifunze masala ya tarehe, maana yake historia za mitume wetu waliopita na waja wema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.